Akawaambia, tupeni jarife upande wa kuume wa chombo chenu, nanyi mtapata ufunuo. Yesu akakupe ufunuo. Baba yako akupe ufunuo, akupe ufunuo kwa jina la Yesu. Nasema pokea roho ya ufunuo. Unapotoka hapa ukapata ufunuo, utoke na ufunuo. Inawezekana unaweza kupata ufunuo. Yesu anasema Mungu anakupa ufunuo. Huo ufunuo unaweza ukauuza kwa mtu. Mtu wa kwanza kumuuzia ufunuo ni mke wako au mume wako. Ufunuo na jinsi ya kukamata baraka katika Ufalme wa Pili. Kuna mtu alipata ufunuo ila akamshirikisha mume wake. Tufanyie chumba kidogo na ndani yake tuweke kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa kila kipita nje ataingia huko. Unajua kuna kitu hapo unamtaka. Mtu hajaelewa. Acha niongezee tena mtu mwingine kwenye Biblia yako aliyepata ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo kutoka kwa Bwana kwa ajili yako. Kila kitu ili kifanyike kwa uzuri, mbingu zinahitajika zimsaidie mtu, zimfunulie mtu. Unahitaji uwezesho. Yeye aliyefufuka alifufuliwa, aliletwa na wewe ukaletwe. Yeye aliyemleta mchungaji mkuu kutoka kwa wafu, si akainue maisha yako, akainue maisha yako. Kama ameweza kumtoa kwa wafu kabisa, kuna mambo watu wanaendaga hawarudi, akakuinua wewe. Utayari wako ndo tunaohitaji. Yeye yuko tayari kufanya jambo. Ile sheria inawahusu wa mwilini. Kwa hiyo wa mwilini tutadili nao kwa jinsi ya mwili, ila wa rohoni hakuna maneno. Shikilia maneno yako, utasema maneno haya juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima kutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mikononi mwako mna uweza na nguvu. Tena mikononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa, Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako. Lakini mimi ni nani? Vitu vyote viko mikononi mwa huyu mwabudu. Wengine unakuta hata zabibu mpaka uombe, hiyo hali lazima ikuache. Utaona labda wewe mwenyewe ujichanganya, lakini mikononi mwake Bwana na kuwawezesha wote. Unahitaji kuwezeshwa.